Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni. Bwana, jambo ni zito kweli kweli, na this time around bwana, nataka tuzungumzie couple ya Billnass na Nandy. Kama unavyoelewa bwana, hii ni moja kati ya couple pendwa sana hapa Tanzania. Watu wengi sana bwana walikuwa wanatamani katika maisha yao ya ndoa basi wawe wana maisha kama ya Billnass na Nandy, kwani wamepitia changamoto nyingi, wameanza tokea mbali mpaka wamenawili. Sasa hivi wamepata pesa, wana familia, wana mtoto, wana magari, wana mabiashara, wana fan base kubwa sana. Kwa hiyo ni lifestyle ambayo wanaishi. Kiukweli watu wengi sana wanatamani kuishi lifestyle ya namna hiyo. Kwa kifupi bwana, watoto wa mjini wanasemaga couple goals au vipi bwana, yani ni moja kati ya favorite couple ya watu wengi sana hapa Tanzania. Sasa kutokana na influence ambayo wako nayo, kutokana na wao kuwa na wafuasi wengi, kuwafuatilia maisha yao jinsi wanavyoishi kama wanandoa, bwana, imepelekea sasa hivi bwana kuna changamoto zimeingia katika ndoa yao, na ni jambo ambalo kiukweli linaonekana wazi kabisa kwamba limewa disappoint watu wengi sana ambao ni mashabiki wao ambao walikuwa wanafuatilia hii couple. Bwana, tetesi hizi zilianza muda kidogo. Wadau walikuwa wanadai kwamba Nandy na Billnass wameachana, sababu ilikuwa haijajulikana, lakini leo kwa mujibu wa habari ambazo tuko nazo hapa za ndani kabisa, tumepata sababu ambayo imepelekea Nandy kuachana na Billnass au Billnass kuachana na Nandy. Maana hapo awali kilichofanya watu wahisi hivyo ni kwamba kila mtu alikuwa amemblock mwenzie kupitia kurasa zao za Instagram. Lakini sio tu kwamba eti kila mtu amemblock mwenzie, vile vile tumeona kwamba kila mtu amefuta picha za kumbukumbu ambazo walishawahi kupiga pamoja, ikiwemo mpaka picha za ndoa zimefutwa katika kurasa zao za Instagram, jambo ambalo kiukweli limefanya watu wengi sana wabaki kushangaa au kushangazwa kwa namna moja au nyingine kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. So kutokana na hiyo sababu bwana, moja kwa moja tumefuatilia kwa karibu zaidi tuweze kufahamu kwamba exactly nini kimetokea mpaka Billnass na Nandy wameachana. Na hayo yote yaka happen ni kwamba kwa mujibu wa interview ambayo yeye mwenyewe Nandy alifanyiwa, ni kwamba ameulizwa maswali mengi sana kuhusiana na kwamba sababu ya wao sasa hivi hawaonekani wakiwa pamoja kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa mujibu wa Nandy mwenyewe anadai kwamba sasa hivi wamekuwa. Kwa hiyo show zile za show off za kuonesha mahusiano yao mitandaoni au katika sehemu mbalimbali ambazo wanaenda, ni kwamba wameamua waache kufanya hivyo. Lakini pia vile vile akaulizwa kwamba je, wewe na Billnass ambao katika maelewano mazuri inasemekana kwamba mmeachana? Nandy hilo swali bwana ilibidi alikwepe kwa kusema no comment. So ni interview ambayo kiukweli imefanya mashabiki wa Nandy wameanza kukusanya dot au kuanza kuelewa kwamba huenda labda kweli hawa wawili hawapo katika maelewano mazuri, kutokana na kwamba Nandy alivyoulizwa kama wewe na Billnass mmeachana, mko pamoja au hakuna maelewano mazuri kati yenu, kama the way ambavyo watu wanavyozungumza huko mitandaoni, ni kwamba Nandy amejibu no comment. Yani ni kwamba hataki kulizungumzia hilo swala kwa sasa, na hata ukimtazama kwenye macho yake alikuwa anaonekana kama vile machozi yanamlenga, jambo ambalo limefanya watu wengi sana kuhisi kwamba huenda labda ni kweli yeye na Billnass hawapo katika maelewano mazuri kama the way ambavyo watu walikuwa na speculate huko mitandaoni. Ni kwamba Nandy bwana hapo ameulizwa swali kwamba inasemekana kwamba wewe na Billnass ni kweli kwamba hamko pamoja. Nandy hapo ndo akaja akajibu kwamba no comment. Yani kitu ambacho alichokijibu hapo, hii ndio moja kati ya vitu ambavyo vimepelekea watu kuhisi kwamba kweli hawa mapenzi hakuna. So hapa nataka usikilize vizuri Nandy alivyojibu baada ya kuulizwa kwamba wewe na Billnass, je, ni kwamba mko pamoja? Kwamba mpo pamoja, maana huko mitandaoni watu wanasema kwamba hawako pamoja. Kwa hiyo Nandy alivyoulizwa kwamba je, mko pamoja, ndo akasema no comment. No comments. Nini kinafanya maficha mwanzo? Umeona bwana. Kwa hiyo alivyoulizwa hilo swali akasema kwamba no comment. Sasa ukiachana na hii issue, ni kwamba hivi karibuni bwana, kwa mujibu wa Mai Martha wa Jesse amekuja kuelezea sababu sasa
Maimartha amekuja kuelezea sababu ambayo imepelekea Nandy na Billnass kila mtu kumlamba mwenzie bloku huko mitandaoni na kufuta picha. Kwa mujibu wa Maimartha bwana, amedai kwamba ni issue ya uaminifu, yaani kwa lugha ya Kiingereza inaitwa loyalty. Yaani hapa kwa mujibu wa Maimartha mwenyewe ameelezea kwamba inasemekana kwamba Nandy alikuta meseji ambazo hakupendezwa nazo pamoja na vitu vingine ambavyo yeye hakupendezwa navyo katika simu ya mumewe, na hiyo ndio kitu ambacho kimepelekea kila mtu kumblock mwenzie, na mpaka sasa hivi inasemekana kwamba hakuna maelewano mazuri katika mahusiano yao. Na ndio maana tukaanza kuona zile drama za Nandy akiwa yuko kwenye gari akiwa anaimba nyimbo za maumivu ya mapenzi za Diamond Platnumz akiwa anaendesha gari. Ile ni moja kati ya vitu ambavyo vilionyesha kuwa kwamba alikuwa anapitia wakati mgumu sana katika mahusiano yake. Na inavyosemekana ni kwamba mpaka sasa hivi bwana, mambo bado sio mazuri kati yao, na vile Nandy bwana ameposti video akiwa anampeleka mwanae shule. Kwa hiyo ina maana kwamba issue ya malezi ya mtoto wao Nandy sasa hivi ndiye anayehusika. Kuna video hapa imetrend sana ikiwa inamuonyesha Nandy akiwa anampa mwanae pocket money. Huyu mwanae ni bado ni kindergarten, lakini anampa pocket money ya shilingi 30,000. Mambo hayo. So kitu ambacho kimemake headline ukiachana na issue ya Nandy na malezi ya mwanae sasa hivi peke yake, kwa kuwa Billnass yuko naye pamoja, wana ukaribu kwa sasa hivi. Issue ambayo imemake headline zaidi ni chanzo cha Nandy na Billnass kutengana kwamba ni simu. Kwa mujibu wa Maimartha wa Jesse, moja kati ya wadaku wa huko mitandaoni, ameeleza hivyo bwana, chanzo cha ugomvi wao ni simu. Kwamba bibie Nandy bwana amekutana na vitu ambavyo hajapendezwa navyo katika simu ya mumewe, na hiyo ndio ikawa chanzo cha ugomvi. Lakini hivi ni vitu vya kawaida, tuna hope kwamba anytime wawili hawa bwana watarudiana, kwa sababu inaonekana wazi kabisa kwamba wanapendana na ameshapitia mengi sana mazito kuliko hata hili ambalo limewakuta hivi karibuni. Lakini pia vile kubwa zaidi ni kwamba hawa ni wanafamilia, wanandoa, na ndoa za Kikristo hakunaga kuachana mpaka kifo kuwatenganisha, na wana mtoto. Kwa hiyo basi obviously anytime soon tutawaona tena wakiwa pamoja. Ukiwa kama mdau, hebu nawe pia tuwekee maoni yako bwana. Tuweke maoni yako katika comment section hapo chini, lakini pia vile hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.